Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena katika darasa huru la Injili linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Kama hujasubscribe, naomba uweze kufanya hivyo na Mungu akubariki. Lakini mwisho wa kipindi hiki usisahau kucomment, kushare na kulike, na kwa kufanya hivyo utakuwa ni familia ya darasa hili na utasababisha somo hili liweze kuwafikia wengi. Kabla ya kuanza somo la leo, tuombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, Mungu Baba mkuu wa uzima, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa ajili ya uhai, uzima na maisha uliotupa bure. Asante kwa ajili ya nafasi na fursa uliotupa ya kujifunza neno lako. Tunamwalika mwalimu Roho Mtakatifu katika darasa hili. Tunamkaribisha mahali hapa sasa ili atufundishe na kutuhekimisha katika neno lako. E Bwana, njoo Roho Mtakatifu, utawale mioyo yetu, utufungue akili zetu tupate kuelewa na maandiko, na utupe ufunuo wa neno la Mungu. Ondoa kila kizuizi katika nafsi zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mawazo na kila ngome za mawazo na kila kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kukutii Kristo, katika jina la Yesu. Tufundishe Roho Mtakatifu, tuongoze, tupe hekima ili tusisikie tu neno lako bali tuweze kuliishi. Acha uwepo wako Roho Mtakatifu ujaze mahali hapa na utubadilishe ndani yetu. Roho Mtakatifu, tunakukabidhi sasa somo hili na darasa hili na kuliacha mikononi mwako. Utufundishe na kutuhekimisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo ni siku ya 4 ya somo letu, ya operesheni yetu, somo la ndoa, operation chana talaka na kumrudia mpenzi wako. Tuko kwenye operation leo ikiwa ni siku ya 4. Siku 3 zimepita na leo ni siku ya 4, operation chana talaka na kumrudia mpenzi wako. Najua wapo watu wengi ambao wameachana, wana muda mbalimbali, lakini kila mmoja anamkumbuka mwenzake kwa namna moja au nyingine. Hii ni ishara kwamba sio mapenzi ya Mungu kutengana. Operation hii ina elimu kubwa ya kimungu ambayo inaweza ikakupa ujasiri, ili hata kama ndoa yako ni imeharibika na kuwa kama mifupa mikavu katika Ezekieli 37, Mungu ana uwezo hiyo mifupa akasababisha itafutane, nyama zikarudi kwenye mifupa hiyo, zikarudisha wanadamu wenye pumzi walio hai wakaishi na kuenjoy maisha. Kama Mungu aliweza kurudisha ile mifupa mikavu iliyokuwa imetawanyika katika lile bonde, na kutabiria kwamba mifupa mikavu ya ndoa yako itarudi leo, itatafutana. Biblia inasema katika Malaki sura ya 2 mstari wa 16, mstari ambao unatuongoza ni Malaki sura ya 2 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Mungu anasema katika kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 16 kwamba maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Katika operation hii leo tunakwenda katika kichwa kidogo kinachosema hivi: ndoa ni muungano wa watu walio tofauti, na tofauti hizo ndizo zinazowaunganisha. Ndoa ni muungano wa watu
walio tofauti, lakini tofauti hizo haziwatenganishi, bali tofauti hizo ndizo zinazowaunganisha. Katika ndoa kuna kutofautiana, na kutofautiana huko ndio kufanana. Tofauti iliyo kwenye ndoa, katika maana ya ndoa, huko ndiko kufanana, na kufanana huko ndiko kunako waunganisha. Zile tofauti zao, mwanamke yuko hivi, mwanaume yuko hivi, au mwanaume, hawa wako tofauti, lakini tofauti ya kuwa mwanaume na mwanamke, hizo ni tofauti, lakini ndizo zinazowaunganisha. Hizo tofauti ndizo zinazowaleta karibu. Na mimi leo Roho Mtakatifu amenipa tofauti 10. Mungu anijalie ili kwa muda huu tuweze kuziona hizo tofauti. Kwa hiyo kufanana kwa wanandoa ndiko kutofautiana, lakini kutofautiana kwa wanandoa ndiko kunakowaunganisha. Kufanana kwa wanandoa ndiko kunakowatenganisha. Naomba nirudie, kutofautiana kwa wanandoa ndio kufanana kwake huko, na huko kufanana ndiko kunakowaunganisha. Lakini kinyume chake, kule kufanana kwa wanandoa ndiko kutofautiana kwao, na huko ndiko kunakowatenganisha. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu watu wanafanana. Watu wanaofanana hawawezi wakaishi pamoja. Ili watu waweze kuishi pamoja kwa umoja, lazima watofautiane. Ndio maana mimi nashangaa inakuwaje mwanaume kwa mwanaume wanaoana. Nashangaa kabisa. Ni sawasawa na hasi jumlisha hasi, unategemea nini? Au chanya ongeza chanya, unategemea nini? Mwanamke kumuoa mwanamke, hao wanafanana, na huko kufanana ndiko kunako watenganisha. Ili waweze kwenda pamoja, ndoa ni muungano wa watu wawili waliotofautiana, na huko kutofautiana ndiko kunako waunganisha. Ndoa ni muungano wa watu wanaofanana kabisa, bali watu wanaweza kuwa sawa lakini kinyume. Kwa mfano, mkono huu wa kushoto uko kinyume na mkono huu wa kulia. Unapounganisha unapata kitu kimoja, kidole kwa kidole, kidole kwa kidole. Huko ndio kufanana. Viko kinyume, hivi viganja viko kinyume, lakini kukaa kinyume ndiko kunakounganisha. Angalia vidole vyangu vilivyokaa, vidole vikubwa, vidole hivi, vidole hivi, vidole hivi, vidole hivi, vyote vimeungana, vimekutana. Viko kinyume, lakini hicho kinyume ndicho kinachounganisha. Ndoa ni muunganiko wa watu wawili walio kinyume, lakini huo utofauti ndio unaounganisha, kuliko ukifananisha hivi viganja vyote viangalie upande mmoja, viwe na uelekeo mmoja. Huku ndiko kutofautiana. Angalia kidole kikubwa na hiki kidogo, vimekaribiana, sawa, vinaangalia upande mmoja, lakini vina uelekeo mmoja, vina usawa mmoja, lakini vimefanana kwenye uelekeo, lakini vimetofautiana, havijaungana, havijakuwa sawa. Kwa hiyo ndoa ni muungano wa pande mbili zilizo kinyume. Mwanamke na mwanaume wako kinyume, lakini hiyo hali ya kinyume ndiyo inayowaunganisha. Tatizo tulilo nalo kwenye ndoa, watu wengi sana wanaingia kwenye ndoa hawajuani. Mwanamke hamjui mwanaume ni nani, na wala hajishughulishi kumsoma huyo mwanaume ni wa namna gani. Hali kadhalika huyo mwanaume anaingia kwenye ndoa tu kimkumbo, bila kumsoma mwanamke ni mtu wa namna gani, anataka nini, hataki nini, maisha yake yukoje, akili yake ikoje, uwezo wake ukoje, ni mpungufu katika yapi, ni ana nguvu katika jambo gani. Wala hakuna mtu ambaye anajishughulisha katika hilo. Ni nia ya darasa hili
ili tuweze kujifunza katika operation hii chana talaka. Inaweza ikawa ni sababu mojawapo iliyosababisha kuachana na mpenzi wako, kwa sababu inawezekana wakati unaoa ulifikiri unaoa malaika, ulifikiri wakati unaolewa ulifikiri unaolewa na malaika, kumbe umeolewa na mwanadamu mwenye mapungufu, mwenye udhaifu. Kwa kuwa uliingia na dhana hiyo kwamba unaolewa na mwanaume ambaye ni kama malaika, ulipoona madhaifu yake hukuweza kumchukulia. Kwa nini? Ni mtazamo ulioingia nao kwenye ndoa. Uliingia bila kumsoma kwamba mwanaume ni mtu wa namna gani. Kabla ya kuona hizo tofauti 10, ngoja nikupitishe katika mambo kama 4 hivi. Ya kwanza, jambo la kwanza, kuna changamoto. Wanandoa wanaingia katika ndoa bila kujuana. Hili ni jambo la kwanza ambalo nataka niliweke sawa. Wale ambao hawajaoa au kuolewa, hakikisha unamfuatilia mchumba wako ili umwelewe ndani na nje, umjue kabisa. Usiingie tu kwa sababu ni hiari yako kuoa au kuolewa, lakini ukishaolewa Kikristo huna hiari kuachana au kutengana. Sasa changamoto tulionayo, wengi wanaingia kwenye ndoa, wanaingia kwenye mahusiano bila kuchunguzana, bila kuelewana, bila kujuana. Wanatanguliza upendo. Mtu anampenda mwenzi wake, anakufa na kuoza nyang'a kabla ya kumchunguza. Ni heri kuvunja uchumba kuliko kuja kuvunja ndoa. Ni mbaya sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakataa kuachana. Na mimi katika somo hili nitakugusia kitu fulani ambacho ni cha muhimu sana. Kwa hiyo ukimjua mtu utaishi naye vizuri. Watu hawawajui wenzi wao kwa sababu, na ndio maana hawawezi kuishi nao vizuri. Tumia fursa ya urafiki, uchumba hadi ndoa, kabla ya ndoa, kumjua vyema huyo unayetaka kufunga naye ndoa. Maharusi wengi hawajui namna ya kuitumia honeymoon. Hawajui. Nitakupitisha hapa kidogo uweze kufahamu hicho kitu. Ukimjua mtu utaishi naye vizuri. Kumbuka, ndoa ni taasisi, ina mifumo kamili kabisa ya kitaasisi. Kumbuka, ndoa ni shule ambayo darasa lake haliishi. Na cha ajabu sana, ndoa ni darasa ambalo unapewa cheti, sio siku ya kuhitimu. Siku unaingia darasani ndio siku unapewa cheti, na unaanza kozi ya ndoa baada ya kupewa cheti. Kumbuka, ndoa ni agano ambalo Mungu analishuhudia. Malaki sura ya 2 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aifukizaye nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkamtenda kwa hiana. Usije ukamtenda kwa hiana mke wako au mume wako. Usiachane naye. Kumtenda kwa hiana maana yake ni kumnyanyasa na kumwacha, kumtelekeza, kumwacha. Wanaume wa siku hizi wa ajabu sana, wanatelekeza familia. Ni hatari, ni dhambi kubwa sana. Jambo la pili ambalo nataka ulione ni hili: Mungu aliumba mwanaume na mwanamke siku moja. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27, anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu. Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Sura ya 1 ya Mwanzo, Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume, lakini sura ya 2 ya
Mwanzo mstari wa 7 tunaona Mungu anamuumba tena mwanaume peke yake. Tafsiri yake ni nini? Sura ya kwanza ya Mwanzo inaeleza uumbaji wa mwanadamu katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho tuliumbwa siku moja, lakini kuja katika dunia hii kuliona jua alitangulia Adamu. Wakati huo huo Hawa akiwa ndani ya Adamu. Kimwili alionekana Adamu ameumbwa, lakini Hawa alikuwa yuko ndani ya huo mwili. Tunasoma katika Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili, nasema hiki ndicho kizazi kitabu cha vizazi vya Adamu siku ile Mungu alipomuumba mtu kwa sura yake na kwa mfano wake, alimuumba mwanamke na mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adamu siku ile alipoumbwa. Unaona, siku ile Adamu na Hawa walipoumbwa katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27, waliumbwa wote rohoni. Tuliumbwa siku moja, mwanamke na mwanaume rohoni, na tukaitwa jina moja tu, wote tuliitwa Adamu. Kwa nini? Kwa sababu tuliitwa Adamu kwa sababu tulikuwa kitu kimoja, tuliumbwa wamoja katika ulimwengu wa roho. Na hata Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, alipokuja kuumbwa Adamu, Hawa alikuwa yuko ndani, lakini katika ulimwengu wa kimwili Adamu ndio alionekana nje. Tunasoma katika Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 3, Mungu tena anasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama. Anaendelea mstari wa 20, Adamu akawapa majina. Mstari wa 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akamfinyanga nyama, akarudisha nyama mahali pake. Mstari wa 22, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akamfanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa katika mwanaume. Nitaka uone hizi hatua 3. Hatua ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27, katika ulimwengu wa roho tuliumbwa wote siku moja, Adamu na Hawa. Sura ya 2 tunaona uumbaji wa kimwili katika dunia hii, akaumbwa mwanaume peke yake, lakini akaonekana mwanaume, lakini ndani ya mwanaume alikuwa kumbe yuko mwanamke. Sasa Mungu akaona katika Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 18, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Akaona sasa umefika wakati wa kumdhihirisha Adamu kimwili. Alikuwa yuko ndani ya Adamu kama sehemu ya mwili wake. Ndio maana walipoumbwa siku ile ya kwanza, wote waliitwa jina moja, wote waliitwa Adamu. Adamu mwanzoni kabisa, kabla ya dhambi, lilikuwa ni jina la mwanamke na mwanaume, wote waliitwa jina moja. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke na mwanaume wana asili moja. Kuja duniani ndio Adamu akatangulia. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Mungu anasema si vema awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Nitakueleza maana ya kufanana naye. Mungu akamtengeneza Hawa asili ya mwili. Adamu kwa jinsi ya mwili, yeye asili yake ni udongo, lakini Hawa mwanamke asili yake si udongo, asili yake ni nyama na mifupa ya Adamu. Adamu mwili wake umetolewa kwenye udongo,
Mwanamke mwili wake umetolewa kwenye nyama na mifupa ya Adamu. Sasa usishangae unapooa, maana yake unarudisha ubavu wako mahali pake, na mwanamke naye anapoolewa, maana yake anarudi nyumbani kwake. Ndio maana Biblia inasema kwamba mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, wataambatana na mke wake, na hao watakuwa mwili mmoja. Tafsiri yake ni nini? Ndio maana ni lazima mwanaume amwache baba yake na mama yake, aambatane na mkewe, maana yake aungane na mkewe. Kuambatana maana yake mwanamke arudi mahali pake. Maana yake nini? Adamu alikuwa na mapungufu ya mbavu, ile mbavu inarudi mahali pake, mwanamke anarudi mahali pake. Kuoa ni kurudisha mahali pake, kuolewa ni kurudishwa nyumbani kwako. Mnakuwa mwili mmoja. Mnapooana sio ndio kwanza mnakuwa mwili mmoja, mlikuwa mwili mmoja rohoni kule, mkaitwa wote Adamu. Na Mungu wakati anaumba mwili alionekana Adamu kwa jinsi ya kibinadamu, lakini Hawa alikuwa ndani. Ndio maana Mungu hakumchomoa Hawa kwenye udongo, alimchomoa kwenye mwili wa Adamu. Kwa nini? Ndipo alipokuwepo, akamchomoa, akamdhihirisha, akawaunganisha, akasema sasa ninyi nataka muwe mwili mmoja, lakini mnaonekana wawili walio tofauti, ili kuwaunganisha hizo tofauti. Ndoa ni wawili walio tofauti, walio kinyume, lakini hicho kinyume ndicho kinachowaunganisha. Angalia kiganja changu hiki, kinaangalia huku, hiki kinachoangalia huku, viko kinyume, lakini ukiviunganisha hivi vinakuwa kitu kimoja, vinafanana. Maanake huu kinyume ndio unaoleta utofauti. Mwanamke yuko tofauti kwa jinsi, mwanaume yuko tofauti kijinsi. Tofauti hizi ndio zinazowaunganisha. Tunaelewana sasa? Ukinyume wa tofauti ndio unaowaunganisha na ndio unaoleta sababu ya kuwepo ndoa. Kwa hiyo kutofautiana katika ndoa, huko ndiko kufanana. Kiroho, mwanaume na mwanamke waliumbwa siku moja, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Kimwili, mwanaume aliumbwa kwa udongo, mwanamke akiwa ndani, haonekani kwa macho haya, lakini alikuwa ndani. Ndio maana ilikuwa rahisi Mungu. Wewe unafikiri kwa nini Adamu ilibidi apewe usingizi? Kwani Mungu alishindwa kuuchomoa ubavu akiwa hai? Kwa nini? Kuna sababu, kuna siri hapo. Mungu hakutaka fumbo la mwanamke kupatikana, alitaka siri ya uumbaji abaki nayo mwenyewe. Kama alivyomuumba Adamu kwa jinsi ya mwili bila Adamu kujua, vivyo hivyo alitaka kumtoa Hawa, kumuumba Hawa bila Adamu kumwona. Asije akaja kusema usinibabaishe wewe Hawa, kwa sababu kwa wakati unaombwa mimi nilikutazama, nilikuwa naona hivi. Hapana, Mungu akampa usingizi, akamchomoa Hawa ambaye alikuwa ndani yake. Kwa hiyo kimwili, mwanamke ni ubavu wa mwanaume. Kimwili, mwanamke ni sehemu ya mwili ya mwanaume. Unapooa unarudisha ubavu wako mahali pake, na mwanamke kama ubavu unarudi mahali pake. Ndiyo maana mnakuwa mwili mmoja. Ndiyo maana katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 25, Adamu na Hawa walikuwa wote uchi na hawakuona aibu. Kwa nini? Ni mwili mmoja. Kwenye ndoa mkija kuona mnakuwa na siri, ninyi sio mwili mmoja.
Ukija kuona kwenye ndoa mna mifuko miwili, ni si mwili mmoja. Mmeshalivunja agano kabla ya kulivunja. Unapoolewa unarudishwa katika asili yako. Pande mbili, kumbuka pande mbili za maharage. Ukichukua pande mbili za maharage, kwa Kiingereza zina kotiledoni mbili, kwa Kiswahili nasema zina gara mbili. Ukimenya ganda la nje la harage unakuta vipande vyeupe viwili, na katikati ya vile vipande kuna kamche. Maana yake ule muunganiko wa utofauti ndio unaounganishwa na ganda la nje, na uhai wa kale kamche ndio kana kuwepo. Uhai wa ndoa kuwepo ni pande mbili zilizo kinyume kuungana, kama vipande vya maharage. Vipande vya maharage huwezi ukaviunganisha hivi tukasema viko sawa. Hapana, hapo umevitenga. Ukiondoa ganda la nje ukiweka hivi, wala haviwezi kuungana. Vipande vya maharage vilivyoungwa na ganda la nje, ukivitazama vimeungana hivi kinyume. Ndoa ni muunganiko wa watu walio kinyume, lakini hicho kinyume ndicho kinachowaunganisha. Ngoja nikupe neno hili. Unajua, ndani ya neno mwanamke, mwanaume yuko ndani. Kwenye Kiingereza neno woman, ndani yake kuna man ambaye ni mwanaume, lakini neno lote woman, woman ni mwanamke. Ndani ya neno woman ambayo ni mwanamke kuna man ambaye ni mwanamke, ambaye ni mume au mwanaume. Lakini kama haitoshi, ndani ya neno la pili la Kiingereza female, ndani ya neno female kuna male ambayo ni mwanaume. Maana yake nini? Mwanamke anakamilishwa na mwanaume. Katika woman, ndani ya woman kuna man, mwanamke anakamilishwa na mwanaume. Female, ndani kuna male, mwanamke anakamilishwa na mwanaume. Hata maneno ya Kiingereza yanaonyesha huo muungano ambao uko tofauti. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16 anasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, na utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Tusikumbukage tu katika laana ambayo Mungu aliachia kwa wanadamu, tusikumbuke tu uchungu wa kuzaa. Tukumbuke kwamba Mungu alisema tamaa ya mwanamke itakuwa kwa mumewe, naye atakutawala. Mungu aliyesema kwamba wakina mama watazaa kwa uchungu ndiye aliyesema kwamba watatawaliwa na wanaume. Mwanamke, usipojiweka katika mazingira ya kukubali kutawaliwa, huna sifa ya kuolewa. Kwa sababu wakati mwingine naamini kabisa sio kila mwanamke lazima aolewe, na mwanamke ambaye hana sifa ya kuolewa ni yule ambaye hakubali kutawaliwa na kumilikiwa na mwanaume. Mungu alisema mumeo atakutawala kama sehemu yake, kama sehemu ya mwili wake. Jambo la 4, hivi unafikiri kwa nini kwenye ndoa wale maharusi hawaitwi mwanaume, mume na mke? Kwa nini wanaitwa bibi harusi na bwana harusi? Kwa nini? Kwa Kiingereza wanaitwa bwana harusi anaitwa ni bride groom, bibi harusi anaitwa groom, anaitwa bride. Kwa nini wasiitwe husband and wife? Kwa nini? Na kuuliza kwa nini? Kwa sababu kuwa mume ni mchakato,
Kuwa mke ni mchakato. Siku ile ya ndoa huitwi husband, huitwi mume wala huitwi mke, unaitwa bibi harusi, unaitwa bwana harusi. Na kuitwa bwana harusi kuna kipande, kuna kipindi cha kuitwa bwana harusi, kuna kipindi cha kuitwa bibi harusi. Ni mpaka mqualify kuwa na sifa ya kuitwa mume au mke. Kuitwa mume sio mchezo ndugu yangu, ni mchakato. Kuitwa mke sio mchezo, ni mchakato. Ni mpaka huyu bridegroom amgroom bride ili awe wife. Sio kama umenielewa? Bwana harusi anaitwa bridegroom, maana yake lazima amgroom bride mpaka aqualify kuwa wife, la sivyo ataitwa tu bibi harusi. Maana yake kuna somo bwana harusi lazima alipitishe kwa mkewe mpaka awe na sifa ya kuwa mke, kwa sababu mke ni majukumu, kwa sababu mume ni majukumu. Na katika Yohana sura ya 3 mstari wa 27-9 anasema, aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anayesimama na kusikia, aifurahia sana sauti yake bwana harusi. Ana maana gani? Kwa nini hawaitwi mume na mke? Wanaitwa bwana harusi, wanaitwa bibi harusi. Kwa nini? Kuna mafundisho bwana harusi lazima ayatoe kwa bibi harusi, ili bibi harusi akielewa sera za bwana harusi ndipo aweze kuwa sifa ya mke. Manake ana uwezo wa kuhudumia mumewe, ana uwezo wa kuhudumia watoto, manake anamvisha uwezo wa kuweza kuhudumia familia. Na mke naye anatakiwa kumgurumu bwana harusi. Kuna kipindi cha honeymoon ambacho watu wengine wanakitumia vibaya. Wanaenda Zanzibar huko, wanaenda si wapi, honeymoon siku 7 siku ngapi, wanaenda bichi kurushiana maji. Honeymoon haina maana hiyo. Honeymoon ni darasa, kila mtu kueleza sera na kuweka michakato na mipango ya kuishi katika ndoa, kwamba bibi harusi, nisikie mimi napenda 1 2 3, sipendi 1 2 3. Bibi harusi naye anasema kwa kweli, na mimi napenda 1 2 3, sipendi 1 2 3. Aha, kama unapenda hivyo na mimi sipendi, tufanyeje? Wanaweka sera, wanatunga sera za familia yao, wanatunga sera na mwongozo wa ndoa yao. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu honeymoon watu wanazitumia vibaya. Hawazitumii kwa kujuana, hawazitumii kwa kufahamiana, hawazitumii kwa kupeana sera, hawazitumii kwa kuweka mipango, hawazitumii kwa kuweka msingi wa maombi katika ndoa yao. Wanaingia tu kichwa kichwa, wakifikiri ndoa ni swala la kimwili. Sikiliza, ndoa ni swala la kiroho kuliko unavyofikiri. Ngono unayojua ngono ni swala la kiroho kuliko unavyofikiri. Kuna madhara makubwa ya kiroho kuliko kimwili. Ngono inaambukiza magonjwa makubwa kuliko ukimwi, kuliko kaswende, kuliko gono unaloliona. Mi nakwambia ngono ina madhara makubwa sana kiroho kuliko unavyodhani. Ndio maana Biblia katika Wakorintho wanasema anayetembea na kahaba, anayefanya ngono na kahaba ameukua mwili mmoja na kahaba. Maana yake ukifanya ngono na kahaba, tabia za kahaba zinahamia kwako na za kwako zinahamia kwake. Maana yake ngono ni kubadilisha, ni kubadilishana vitu vya kiroho na vya kimwili. Kama ni magonjwa yanatoka huku yanakwenda huku, kama kuna huyu yanakwenda huku yanakwenda huku, kama ni mbegu zinatoka huku zinakwenda huku, kama ni ngono ina madhara kiroho kuliko unavyofikiri. Mungu atusaidie. Na Biblia hili swala la honeymoon, wengine wanatumiaga siku 7, wengine siku 10. Biblia inasema honeymoon ni mwaka mmoja.
Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 20 mstari wa 7 anasema hivi. Kumbukumbu la Torati sura ya 20 mstari wa 7, ni mtu gani aliyepo hapa aliyemposa mke wala hajaoa? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni, huyu mwanamke akaolewa na mume mwingine. Anasema hivi, mtu aliyeoa haruhusiwi kwenda vitani, asije akaenda vitani akafa, huyu mwanamke akaolewa na mtu mwingine. Haya, Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 5, hapa anataja honeymoon sasa ya mwaka mmoja. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 5 anasema, mtu atoapo mke mpya asiende vitani pamoja na jeshi, wala asipewe shughuli juu yake yoyote, akae faraga mwaka mmoja nyumbani kwake, apate kumfurahisha mke wake aliyemtwaa. Unaona, Biblia iko wazi kabisa kwenye Kumbukumbu la Torati. Kumbe tunatakiwa tukae honeymoon kibiblia mwaka mzima, umfurahishe huyo mkeo, na sio kumfurahisha tu, kutoa sera, kuweka misingi ya kukaa na hicho kiumbe kinachoitwa mwanamke, kuweka misingi na sera ya kukaa na hicho kiumbe kinachoitwa mwanaume. Wewe unakurupuka tu. Mwanamke ni darasa lisiloisha, mwanaume ni darasa lisiloisha. Inategemea kwenye honeymoon umeweka msingi wa namna gani, umeanza na Mungu au umeanza na nani? Ndoa ni muungano watu wasiofanana kabisa, na wako sawa lakini kinyume, na hicho kinyume ndicho kinachowaunganisha. Sasa ngoja kwa muda huu uliobakia nikutajie baadhi ya vitu ambavyo tuko kinyume na kina mama na kina baba, lakini hicho kinyume ndicho kinachotuunganisha, kama hii mikono yangu. Kwa mfano, jambo la kwanza kabisa, ndoa ni kama jigsaw fit. Kwa wale waliosoma geography, jigsaw fit manake ni hivi vidole vyangu, simeona, vya mkono wa kulia na kushoto. Hivi vidole vinaingia kwenye mapengo ya mkono wa kushoto. Ndoa ni jigsaw fit, kwamba nguvu zangu zinakwenda kujaza udhaifu wa mwenzi wangu. Haya mapengo haya tuchukulie ni udhaifu, na hivi vidole vya kulia tuseme ni nguvu. Kwa hiyo ndoa ni jigsaw fit hivi. Huku ndiko kufanana kwa ndoa. Ndoa sio hivi ndoa sio hivi. Hii ndoa hii imefanana, hawa watu wamefanana hawa, na hii ndoa inavunjika kesho asubuhi. Lakini ndoa ni kuvaana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio ndoa. Hakikisha tofauti na mke wako iwaunganishe, tofauti yako na mke wako, tofauti yako na mumeo, hicho kinyume na mkeo ndicho ukitumie kuwaunganisha, sio kuwatenganisha. Kwa hiyo mfano wa kwanza, ndoa ni jigsaw fit, manake ni pande mbili ambazo ziko kinyume, lakini ukinyume huo ndio unaowaunganisha. Mfano wa pili, ndoa katika mfano wangu wa pili ni muungano wa watu walio tofauti, na tofauti hizo ndizo zinazowaunganisha. Na katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na hii jigsaw fit ndiko kufanana, kutofautiana kwa mke na mume katika ndoa ndiko kufanana. Kile kitendo cha kuwa mwanamke
na huyu kuwa na mwanaume, kuwa na uke, kuwa na uume. Hizo tofauti ndizo zinazowaunganisha na ndizo zinazofanya ndoa. Kile kitendo cha kuwa na udhaifu, kile kitendo cha kuwa na nguvu, mkivaana, udhaifu wa mmoja hauonekani na nguvu ya mwanaume ya mmoja haionekani, wote mnaonekana mnafanana kwa kuunganishwa na utofauti. Utofauti katika ndoa ndio unaowaunganisha, ukinyume katika ndoa ndio unaowaunganisha. Jambo la tatu, kibiolojia tunatofautiana kisex, mwanaume na mwanamke, na kule kuwa mwanamke na mwanaume ndiko kunako tuunganisha. Jambo la muhimu sana, tunakamilishana, komplimenti kwa wale wanaojua Kiingereza. Ndoa ni komplimenti. Mwanaume ana udhaifu fulani, mwanamke ana udhaifu fulani. Katika udhaifu wa mwanaume anakamilishwa na mwanamke, katika udhaifu wa mwanamke anakamilishwa na mumewe. Kunakuwa na komplimenti. Ndoa ni komplimenti ya vitu ambavyo havifanani. Unajua mwanamke hata kibiolojia ana chromosomes XX, mwanaume ana chromosomes XY. Zinapoungana hizo ndio zinatengeneza mtoto. Zinapoungana hizo chromosomes za mwanamke na mwanaume zinatengeneza mtoto. Lakini tofauti nyingine ni kwamba ndoa ni muungano wa chanya na hasi ili kutengeneza umeme wake. Wale wanaojua umeme wa magari, umeme kwenye wa betri, umeme mkubwa una hasi na chanya. Ukiunganisha chanya na chanya ni mlipuko, umetengeneza bomu. Maana yake watu wanaofanana, huo ni mlipuko. Ndio maana mwanaume na mwanaume hawawezi wakaungana, mwanamke na mwanamke hawawezi wakaungana. Kwa sababu gani? Inawezekana wote ni chanya na chanya, au inawezekana wote ni hasi na hasi. Ndoa ni muunganiko sasa wa chanya na hasi. Umeme unawaka. Hata siku moja umeme hauwezi ukawaka ukiunganisha hasi na hasi, au ukiunganisha chanya na chanya, bali umeme una be complement, unakamilika kwa chanya na hasi. Vikiungana umeme unawaka. Umeme ni matokeo ya chanya na hasi kuunganishwa. Ndoa inayodumu ni kukubali mwingine awe chanya, mwingine awe hasi. Mkifanana wote ni wasemaji, moto utawaka. Wote ni wapole, moto utawaka. Lazima mtofautiane, mwingine awe mpole, mwingine awe mkali, mwingine apande, mwingine ashuke, mwingine awe pwagu, mwingine awe pwaguzi. Zamani tulikuwa na waigizaji walikuwa wanaitwa pwagu na pwaguzi. Wale walikuwa ni marafiki sana, lakini ukiwafuatilia walikuwa hawafanani, na ule utofauti ndio uliokuwa unadumisha urafiki wao. Katika ndoa msio wajanja tu wote, lazima mmoja awe mjinga. Mimi nakwambia, mkiwa wajanja tu wote, hata katika malezi ya watoto unakuta baba kama ni mkali, mama anakuwa mpole ili watoto wapate kimbilio. Mungu ndivyo alivyotengeneza hicho. Baba akiwa mpole, tafsiri yake mama ni mkali, ili mama akicharuka watoto wanapakukimbilia. Njoni huku watoto wangu, njoni mwacheni mama yenu, mwacheni, njoni huku, wanapakukimbilia. Haiwezekani wazazi wote wakawa wakali, haiwezekani wazazi wote wakawa wapole,
hawajamechi, hawajafanana. Kufanana katika ndoa ni kutofautiana. Mwingine awe mjanja, mwingine awe mjinga, awe wa kuitikia tu. Mungu atusaidie. Ndoa ni utofauti, ni utofauti, ni utofauti. Ndoa ni watu wenye udhaifu, lakini udhaifu huo ndio unaowaunganisha. Kuna kanuni hizi hapa, ngoja nikupe uone tofauti nyingine iko kwenye kanuni za ndoa. Kanuni kubwa za ndoa ziko mbili, ya mwanamke moja na ya mwanaume nyingine kubwa, lakini ziko nyingine, ngoja nitakupa mbili tatu. Kanuni chache, mojawapo ni hii: mwanaume amepewa kanuni ya kumpenda mkewe, mwanamke hajapewa kumpenda mume. Mke anatakiwa kumtii mume, mume anatakiwa kumpenda mke. Sasa mume akimpenda mkewe, mke atamlipa mumewe sio upendo, atamlipa utii. Huku kutofautiana kwa kupenda kwa mume na kutii kwa mke ndiko kunakowaunganisha na ndiko kunakodumisha ndoa. Na ndio maana mwanamke asiye na utii hawezi kuishi na mwanaume yeyote. Waswahili wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Wana maana gani? Hakuna mwanaume mgumu mbele ya mwanamke mtii. Mwanamke mtii anahimiza upendo wa mume kwa mkewe, na mke akijua anapendwa atatii, na mume akijua mke anamheshimu na kumtii atampenda. Mwanamke akijua anapendwa atatii. Mwanaume akijua kwamba mkewe anamtii atampenda. Huo mzunguko tofauti utashikamanisha hiyo ndoa, haitengani. Lakini angalia wanawake wa leo, hawana utii walio wengi, ndio maana ndoa hazidumu. Wamejaa kiburi, wamejaa ubinafsi katika ndoa. Hakuna upendo wa dhati kumpenda mwanamke. Wamejaa kiburi, wamejaa ubinafsi wanaume. Lakini tukimkaribisha Mungu na kukubali kukaa katika kanuni za ndoa, mwanamke kumtii mume wake na kumheshimu mumewe, hayo mambo yataenda. Jigi so fiti, ndoa ni jigi so fiti. Lete upendo wako, mimi nilete utii wangu, tutashikamana, hatuwezi kuachana. Ndoa yenye upendo wa mume na utii wa mwanamke vikiungana, ndoa haivunjiki. Ndoa zinavunjika kwa sababu hakuna upendo wa kweli. Kwa nini? Hakuna utii wa kweli, hakuna heshima ya kweli, hakuna upendo wa kweli. Mungu akujalie mwanangu, Mungu akujalie mtumishi wa Mungu. Angalia kiburi chako, ndicho kilichoua ndoa. Hutaki kushuka, hutaki kubadilika, ni kiburi, ni ubinafsi wako. Ndio maana unalala na mke wako mzungu wa nne. Ndio maana unalala na mke wako kila mtu na chumba chake. Ndio maana unalala na mke wako na mume wako kila mtu shuka lake. Tabia mbaya kabisa hiyo, ni shida. Huo sio mwili mmoja. Tunawaona mnaingia nyumba moja, mlango mmoja, lakini ndani kila mtu na chumba chake. Wengine hata kila mtu na nyumba yake, kila mtu na gari lake. Ninyi sio mwili mmoja. Kwa nini? Tatizo ni kiburi katika ndoa. Tatizo ni ubinafsi katika ndoa. Kila mtu anajiona bora kuliko mwenzake. Biblia inasemaje katika Wafilipi sura ya 2? Kwamba kila mtu na amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwenye ndoa, kila mtu kama angemwona mwenzake ni bora kuliko yeye, tungeheshimiana, tungependana, ungemtii mumeo. Lakini kwa sababu ya ubinafsi wako na kiburi chako, unajiona wewe ni bora
kuliko mumeo. Kila kitu kizuri unataka upate wewe, unatamaa kila kitu kizuri, unamsema vibaya mumeo. Ni hasara kubwa. Kama kuna ulemavu wa watoto wetu na vijana wa karne hii, ni ulemavu wa upendo wa wanaume kwa wake zao na ulemavu wa utii na heshima ya wanawake kwa waume zao. Kizazi hiki si kikoje? Tumekosa maadili ya kibibilia, maadili ya Mungu. Mungu hana nafasi tena katika ndoa zetu. Mungu hana nafasi tena katika mahusiano yetu. Ndoa ni jiki sofit. Lete upendo nikupe utii, lete utii nikupe upendo. Usitegemee upendo kama huna utii. Usitegemee utii kama upendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, nilikuwa nasoma mahali fulani kwenye clip moja hivi, inasema hivi, mwanamke anapenda kwa kusikia, mwanaume anapenda kwa kuona. Ngoja nirudie. Mwanamke anapenda maneno mazuri, umsifie, umpende kwa kusema. Na wanasaikolojia wanasema mwanamke anataka umsifie kila baada ya dakika 3. Ukimwambia we mrembo, mzuri sana, baada ya dakika 3 kasahau, anataka umwambie tena mrembo. Kazi kwako. Usipende tu, penda pia kwa kusema. Mwambie. Mwanamke anapenda na kutosherezwa anaposifiwa. We mwanamke kapiga pamba, mdomo kapaka rangi, kaweka hina, kajichora mwanawani kwa ajili yako, unataka kasifiwe na nani huko nje? Msifu chumbani, mkumbatie, mwambie mpenzi wangu umependeza, we ni mrembo. Wanawake wengi wamefanya mambo mengi, lakini wewe umezidi wote. Mithali 31. Kwa nini? Mwanamke anatoshelezwa kwa kusikia. Mwanaume anatamani, anapenda kwa kuona. Ndio maana makahaba wa mitaani wanatutembelea uchi sisi wanaume. Kwa nini? Wamegundua somo kwamba mwanaume anatamani, anapenda mwanamke kwa kuona baadhi ya maungo, akiona paja, akiona sijui nini, anapenda. Ndio maana anatutembelea uchi. Na Yesu alisema katika Mathayo sura ya 5 kwamba mwanaume amtazamaye, kila mtazamaye mwanamke kwa kutamani moyoni mwake ameshakuzini naye. Kwa nini? Mume anapenda kwa kuona, mwanamke anapenda kwa kusikia. Kama ukijua hizo tofauti, mkiingia huko ndani, tendeaneni. Msifie mke wako mkiwa pamoja. Na we mwanamke, mpe chakula cha macho mumeo. Sio awe mshamba huko mtaani, kama paja alione huku ndani, asiende kushangaa mapaja huko mtaani. Siliko ndani, unaficha la nini? Adamu na Hawa walikuwa uchi wote wawili, na wala hawakuona haya. Ndoa za siku hizi ni za ajabu sana. Watu wanajiita ni mwili mmoja, lakini ni vitu viwili tofauti. Ndio maana wana mishahara miwili, kila mtu na mshahara wake. Ndio maana wana mifuko miwili, kila mtu na mfuko wake. Ndio maana kila mtu na nyumba yake.